dini mbalimbali, upendo na amani. Tanzania ni yetu, amani kwanza. Kura ni haki yetu. Waheshimiwa wenye viti wa mikoa mitano ya nyanda za juu kusini, waheshimiwa viongozi wa dini, mashehe, mapadri, maaskofu, waheshimiwa wageni mbalimbali waalikwa, waandishi wa habari, tunasema itifaki imezingatiwa. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Kwanza na haki ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha siku ya leo. Tunaita ni siku adhim, siku kubwa katika nyanda za mikoa hii, mikoa mitano, mkoa wa Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Rukwa, ambao wameandaa tukio hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walipe kheri. Ndugu zangu, tunaelekea katika uchaguzi wa kupata viongozi ambao watatuongoza ndani ya miaka mitano. Tukiwa ni viongozi wa dini, tuna wajibu wa kusema hasa kuhusiana na amani, kwani amani ikitoweka hata uchaguzi hauwezi kufanyika. Kwa hiyo kabla ya uchaguzi, ndo maana viongozi wote wa dini tumekusanyika mahala hapa ili tuongelee swala la uchaguzi, swala la amani. Ndugu zangu, kila mtu anamtambua Mwenyezi Mungu kwa lugha anayoifahamu yeye. Kila dini inamtamka Mwenyezi Mungu kwa lugha yake, lakini huyo Mungu ambaye tunamnadi ndani ya nyumba za ibada mahala mbalimbali, yeye mwenyewe anajiita ni amani. Allahu wassalam, Mwenyezi Mungu ni amani. Waislamu wanakesha misikitini, Wakristo wanakesha makanisani, kwa pamoja wanatoa sadaka, wanafanya ibada mbalimbali wakitafuta paradiso. Tunasema aljanna, yani unahangaika unatafuta pepo ya Mwenyezi Mungu. Hiyo pepo, paradiso ambayo tunaihangaikia ndani ya dunia hii ili Mwenyezi Mungu aweze kutupa, Mwenyezi Mungu ameiita kwa mujibu wa Qur'ani, asema lahum darus salam, yani hao wanaofanya ibada makanisani, wapi, misikitini, wanahangaika kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu, watapata nyumba ya amani. Kwa maana paradiso ni nyumba ya amani. Lakini ukishaingia ndani ya hiyo nyumba ya amani, salamu mtayokuwa mkitoleana ndani ya hiyo nyumba ya amani, Mwenyezi Mungu asema kwa mujibu wa Qur'ani, tahiyyatuhum fiha salam. Salamu watazokuwa wakipeana ndani ya paradiso ni amani. Amani iwe nawe. Ndugu zangu, amani kitu muhimu sana ndani ya maisha yetu. Hii amani, utulivu, wazee wetu walihangaika kupata uhuru wa Tanzania. Wengine walitoa mali zao, walitoa vitu vyao ili kuhakikisha uhuru wa Tanzania unabakia na unapatikana. Leo mimi na wewe Mtanzania, kitu gani ambacho tunaifanyia Tanzania kabla Tanzania haijatufanyia? Hiyo Tanzania ambayo leo unaona haina maana, haina thamani, unataka uivuruge. Tambua kuna watu walipoteza muda wao, mali zao, vitu vyao kwa ajili ya uhuru wa taifa hili.
Wewe leo ambaye huoni thamani ya nchi yako, kitu gani umeifanyia Tanzania? Lazima tuwe wazalendo kwa taifa letu. Lazima tuipende Tanzania. Lazima tuithamini Tanzania. Lazima tuihami Tanzania. Hatuna Tanzania isipokuwa hii. Tunafanya biashara zetu, tunalima, tunafanya kazi zetu, tunaendesha maisha yetu ndani ya Tanzania. Itakuwa ni jambo la ajabu Mtanzania ambaye mambo yake yote anayafanya ndani ya Tanzania, alafu awe tayari kwamba Tanzania iharibike mikononi mwake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Suratul Nahl aya ya 112 asema, wadaraba Allahu mathalan qarya, Mwenyezi Mungu anapigia mfano wa nchi, kanat amina mutmainna, hiyo nchi ilikuwa na amani sana, ilikuwa na utulivu sana, kama nchi yetu ya Tanzania. Watu wana utulivu, wanafanya kazi zao, shughuli zao, biashara zao. Hii nchi ina amani, ina utulivu. Mwenyezi Mungu anasema fakafarat bi an'amillah, hii neema ya amani na utulivu, hii nchi ikakataa, ikasema hatutaki sisi amani, tuanze maandamano. Hatutaki amani sisi, utulivu hatutaki, tuanze fujo, tuichafue nchi yetu. Nini kilitokea? Impakti ya kukataa amani na utulivu, nini kinatokea? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema faadhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya hiyo nchi kukataa amani na utulivu, aliwawekea uadui wao kwa wao, wakaanza kuuana, vita ikatokea. Amani hawataki, utulivu hawataki. Ambacho kimeletwa sasa baada ya neema ya Mungu ya amani na utulivu, watu hawa wa nchi kukataa, basi itakuwa ni mapambano, vita kati yetu sisi. Mfano hai tunao kwa majirani zetu. Kongo, angalia akina mama, watoto wanauawa, wanakosa chakula, wanakosa pakulala, wanahangaika. Burundi, nchi nyingi ambazo zimetuzunguka. Ni mazingatio basi tufahamu wa Tanzania, nchi yetu ni nchi ya thamani sana. Tusighiribiwe na mtu yoyote ambaye anataka kuja kuichafua nchi yetu. Lazima tuilinde nchi yetu, tuithamini nchi yetu, tuijali nchi yetu, tujitoe kwa ajili ya nchi yetu, kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea. Tunaelekea katika uchaguzi. Upigaji wa kura ni haki ya kila Mtanzania. Kama ni haki yako, kwa nini huitumii hiyo haki yako? Kupitia mimbari kama hizi tunawakumbusha Watanzania wenzetu, raia wenzetu, ndugu zetu, hii ni haki yetu. Hebu tukawachague wale ambao tunaona watatuletea manufaa na maendeleo ndani ya mikoa yetu, ndani ya wilaya zetu, ndani ya kata zetu, ndani ya vijiji vyetu. Uongozi anayetoa ni Mwenyezi Mungu kupitia wanadamu, kupitia mtu yoyote, lakini mtoaji ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani yasema qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Mwenyezi Mungu mfalme kuliko wafalme wote, atoa uongozi, yani Mwenyezi Mungu anampa uongozi yule amtakaye. Mungu ndo anatoa uongozi. Kwa hiyo kama Mungu ndo anatoa uongozi, basi ni kupitia kura zetu. Hebu tukaoneshe basi Mungu nani anatuchagulia kupitia ngazi ya uraisi, ngazi ya ubunge, ngazi ya udiwani. La mwisho, tungependa vitu kama hivi visiishie hapa. Vitu kama hivi
visiishie wakati tunaelekea katika uchaguzi. Inaonekana baadhi ya watu hawafahamu thamani ya amani na utulivu. Kumbe tunaiomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makongamano kama haya yawe endelevu, hasa kwa chipukizi vijana ambao wanashawishiwa kwa vitu vingi ambavyo baadaye vinaweza kuwaletea madhara. Kwa hiyo elimu ya makongamano kama haya ni muhimu sana, iendelee ndani ya taifa letu kwa manufaa ya nchi yetu na taifa letu. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Songwe, ambaye pia ni shekhe wa mkoa wa Songwe, Sheikh Batuza. Tumuongezee makofi, kwa hakika amezungumza mambo mazuri kabisa.